Usiku wa kuamkia leo, Yanga wamekamilisha usajili wa mshambuliaji namba 9 wa Polisi Kenya na timu ya taifa Burkina Faso, Brice Kwatima ambaye ana umri wa miaka 27. Kila kitu kimekamilika. Kwatima amejiunga na Yanga kwa miaka miwili. Nyota huyo alijiunga na Polisi mwezi Januari mwaka huu na kufanikiwa kufunga magoli 10 ndani ya ligi kuu pale Kenya. Yanga wamevunja mkataba wake wa miaka miwili na Polisi. Niko hapa kudhibitisha kuwa Kwatima ni balaa jipya Jangwani. Kama ulidhani haya ni maneno yangu, ni kupe pole sana. Si maneno yangu, wala mimi si mtaalamu wa masuala ya kitetesi. Haya ni maneno ya Ansbet Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram akithibitisha kwa usajili huu umekamilika. Swali ambalo kila mmoja anajiuliza, je, Kwatima ni mchezaji wa namna gani? Historia yake inasemaje? Amepita kwenye klabu zipi? Madhaifu yake ni yapi na ubora wake ni upi? Hapo ndipo kazi yangu mimi inapokuja. Brice Junior Kwatima ana thamani inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 250 hadi 350 za Kitanzania, kulingana na dau la usajili lililoripotiwa pale Yanga iliponunua mkataba wake kutoka Polisi ya Kenya mnamo Juni mwaka 2026. Historia yake ya vilabu si kubwa sana wala si chache. Amepita kwenye vilabu kadha wa kadha. Alianza kung'ara katika klabu ya jeshi la US Force Army ya Burkina Faso ambapo alicheza kwa kipindi kidogo sana. Baadaye akasajiliwa kwenye timu ya Sonabel Ouagadougou. Alicheza kwa mkopo msimu mwaka 2023-24 kabla ya kurejea tena US Force Armies ya Burkina Faso. Januari mwaka 2026 alijiunga na kikosi cha Kenya Police FC, akafanya makubwa ndani ya ligi kuu Kenya, na duru zinaeleza amesajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili baada ya Yanga kuvunja mkataba wake. Kama nilivyokueleza hapo awali, ameiwakilisha timu ya Burkina Faso na amekuwa akicheza mechi za kufuzu michuano ya CHAN, African National Championship, na tulimwona pia akiwa na timu ya Burkina Faso. Msimu huu wa mwaka 2025-26 amefunga mabao 10 ligi kuu ya Kenya akiwa na Kenya Police ndani nusu msimu tu. Lakini kama yaitoshi, Kwatima ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kigeni, Best Foreign Player, kwenye ligi kuu Kenya msimu mwaka 2025-26. Kihistoria si mchezaji ambaye anapatwa majeraha ya mara kwa mara. Ana historia kubwa ya kupata majeraha ya muda mrefu, lakini mnamo Machi mwaka 2026 alipata jeraha la misuli lilomfanya atoke nje kwa machela kwenye mechi ya Police FC, lakini alipona haraka na kurejea uwanjani ndani ya wiki chache tu. Huyu bwana ana uwezo mkubwa sana kukimbia nyuma ya mabeki na kupokea pasi za mpenyezo, lakini pia ni mshambuliaji ambaye anakaa kwenye kisanduku, box presence. Ni hatari sana anapokuwa ndani ya eneo la hatari la 18. Anajua wapi pa kusimama ili kufunga. Ni mchezaji ambaye ni mpambanaji, anayetumia nguvu kupambana na mabeki na apotezi mipira kiurahisi. Chuma ni kigumu kweli kweli. Huyu mtu kimo chake ni urefu wa mita 1.73, yani futi 5 na inchi 8. Si mrefu sana, hivyo haimili sana mipira ya juu ya angani dhidi ya mabeki warefu, lakini pia huwa anapotea sana kwenye michezo ikiwa timu haitengenezi nafasi ndani ya kisanduku. Anategemea zaidi huduma kutoka kwa viungo. Huyo ndiye mchezaji ambaye inasadikika Young Africans wamemsajili. Kwa maelezo nilokupa, unadhani huyu ni mchezaji sahihi kwa kikosi cha Young Africans? Je, unadhani ni sawa Young Africans kuchukua mchezaji kutoka ligi kuu pale Kenya? Niandikia hapo chini kwenye comment ili mjadala uendelee. Usiku wa kuamkia leo, Yanga wamekamilisha usajili wa mshambuliaji namba 9 wa Polisi Kenya na timu ya taifa Burkina Faso, Brice Kwatima ambaye ana umri wa miaka 27. Kila kitu kimekamilika. Kwatima amejiunga na Yanga kwa miaka miwili. Nyota huyo alijiunga na Polisi mwezi Januari mwaka huu na kufanikiwa kufunga magoli 10 ndani ya ligi kuu pale Kenya. Yanga wamevunja mkataba wake wa miaka miwili na Polisi. Niko hapa kudhibitisha kuwa Kwatima ni balaa jipya Jangwani. Kama ulidhani haya ni maneno yangu, ni kupe pole sana. Si maneno yangu, wala mimi si mtaalamu wa masuala ya kitetesi. Haya ni maneno ya Ansbet Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram akithibitisha kwa usajili huu umekamilika. Swali ambalo kila mmoja anajiuliza, je, Kwatima ni mchezaji wa namna gani? Historia yake inasemaje? Amepita kwenye klabu zipi? Madhaifu yake ni yapi na ubora wake ni upi? Hapo ndipo kazi yangu mimi
inapokuja. Vres Junior Khwatima ana thamani inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 250 hadi 350 za Kitanzania, kulingana na dau la usajili lililoripotiwa pale Yanga iliponunua mkataba wake kutoka polisi ya Kenya mnamo Juni mwaka 2026. Historia yake ya vilabu si kubwa sana wala si chache. Amepita kwenye vilabu kadha wa kadha. Alianza kung'ara katika klabu ya jeshi la US Force Army ya Burkina Faso ambapo alicheza kwa kipindi kidogo sana. Baadaye akasajiliwa kwenye timu ya Sonabel Ouagadougou. Alicheza kwa mkopo msimu mwaka 2023-24 kabla ya kurejea tena US Force Armies ya Burkina Faso. Januari mwaka 2026 alijiunga na kikosi cha Kenya Police FC, akafanya makubwa ndani ya ligi kuu Kenya, na duru zinaeleza amesajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili baada ya Yanga kuvunja mkataba wake. Kama nilivyokueleza hapo awali, ameiwakilisha timu ya Burkina Faso na amekuwa akicheza mechi za kufuzu michuano ya CHAN, African National Championship, na tulimwona pia akiwa na timu ya Burkina Faso. Msimu huu wa mwaka 2025-26 amefunga mabao 10 ligi kuu ya Kenya akiwa na Kenya Police ndani nusu msimu tu. Lakini kama yaitoshi, Khwatima ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kigeni, Best Foreign Player, kwenye ligi kuu Kenya msimu mwaka 2025-26. Kihistoria si mchezaji ambaye anapatwa majeraha ya mara kwa mara. Ana historia kubwa ya kupata majeraha ya muda mrefu, lakini mnamo Machi mwaka 2026 alipata jeraha la misuli lilomfanya atoke nje kwa machela kwenye mechi ya Police FC, lakini alipona haraka na kurejea uwanjani ndani ya wiki chache tu. Huyu bwana ana uwezo mkubwa sana kukimbia nyuma ya mabeki na kupokea pasi za mpenyezo, lakini pia ni mshambuliaji ambaye anakaa kwenye kisanduku, box presence. Ni hatari sana anapokuwa ndani ya eneo la hatari la 18. Anajua wapi pa kusimama ili kufunga. Ni mchezaji ambaye ni mpambanaji, anayetumia nguvu kupambana na mabeki na apotezi mipira kiurahisi. Chuma ni kigumu kweli kweli. Huyu mtu kimo chake ni urefu wa mita 1.73, yani futi 5 na inchi 8. Si mrefu sana, hivyo haimili sana mipira ya juu ya angani dhidi ya mabeki warefu, lakini pia huwa anapotea sana kwenye michezo ikiwa timu haitengenezi nafasi ndani ya kisanduku. Anategemea zaidi huduma kutoka kwa viungo. Huyo ndiye mchezaji ambaye inasadikika Young Africans wamemsajili. Kwa maelezo nilokupa, unadhani huyu ni mchezaji sahihi kwa kikosi cha Young Africans? Je, unadhani ni sawa Young Africans kuchukua mchezaji kutoka ligi kuu pale Kenya? Niandikia hapo chini kwenye comment ili mjadala uendelee. Usiku wa kuamkia leo, Yanga wamekamilisha usajili wa mshambuliaji namba 9 wa polisi Kenya na timu ya taifa Burkina Faso, Vres Khwatima, ambaye ana umri wa miaka 27. Kila kitu kimekamilika. Khwatima amejiunga na Yanga kwa miaka miwili. Nyota huyo alijiunga na polisi mwezi Januari mwaka huu na kufanikiwa kufunga magoli 10 ndani ya ligi kuu pale Kenya. Yanga wamevunja mkataba wake wa miaka miwili na polisi. Niko hapa kudhibitisha kuwa Khwatima ni balaa jipya Jangwani. Kama ulidhani haya ni maneno yangu, ni kupe pole sana. Si maneno yangu, wala mimi si mtaalamu wa masuala ya kitetesi. Haya ni maneno ya Ansbet Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram, akithibitisha kwa usajili huu umekamilika. Swali ambalo kila mmoja anajiuliza, je, Khwatima ni mchezaji wa namna gani? Historia yake inasemaje? Amepita kwenye klabu zipi? Madhaifu yake ni yapi na ubora wake ni upi? Hapo ndipo kazi yangu mimi inapokuja. Vres Junior Khwatima ana thamani inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 250 hadi 350 za Kitanzania, kulingana na dau la usajili lililoripotiwa pale Yanga iliponunua mkataba wake kutoka polisi ya Kenya mnamo Juni mwaka 2026. Historia yake ya vilabu si kubwa sana wala si chache. Amepita kwenye vilabu kadha wa kadha. Alianza kung'ara katika klabu ya jeshi la US Force Army ya Burkina Faso ambapo alicheza kwa kipindi kidogo sana. Baadaye akasajiliwa kwenye timu ya Sonabel Ouagadougou. Alicheza kwa mkopo msimu mwaka 2023-24 kabla ya kurejea tena US Force Armies ya Burkina Faso. Januari mwaka 2026 alijiunga na kikosi cha Kenya Police FC, akafanya makubwa ndani ya ligi kuu Kenya, na duru zinaeleza amesajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili baada ya Yanga kuvunja mkataba wake. Kama nilivyokueleza hapo awali, ameiwakilisha timu
timu ya Burkina Faso na amekuwa akicheza mechi za kufuzu michuano ya CHAN, African National Championship, na tulimwona pia akiwa na timu ya Burkina Faso. Msimu huu wa mwaka 2025-26 amefunga mabao 10 ligi kuu ya Kenya akiwa na Kenya Police ndani nusu msimu tu, lakini kama yaitoshi, Kouatima ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kigeni, Best Foreign Player, kwenye ligi kuu Kenya msimu mwaka 2025-26. Kihistoria si mchezaji ambaye anapatwa majeraha ya mara kwa mara, ana historia kubwa ya kupata majeraha ya muda mrefu, lakini mnamo Machi mwaka 2026 alipata jeraha la misuli lilomfanya atoke nje kwa machela kwenye mechi ya Police FC, lakini alipona haraka na kurejea uwanjani ndani ya wiki chache tu. Huyu bwana ana uwezo mkubwa sana wa kukimbia nyuma ya mabeki na kupokea pasi za mpenyezo, lakini pia ni mshambuliaji ambaye anakaa kwenye kisanduku, box presence. Ni hatari sana anapokuwa ndani ya eneo la hatari la 18, anajua wapi pa kusimama ili kufunga. Ni mchezaji ambaye ni mpambanaji, anayetumia nguvu kupambana na mabeki na apotezi mipira kiurahisi. Chuma ni kigumu kweli kweli. Huyu mtu kimo chake ni urefu wa mita 1.73, yani futi 5 na inchi 8. Si mrefu sana, hivyo haimili sana mipira ya juu ya angani dhidi ya mabeki warefu, lakini pia huwa anapotea sana kwenye michezo ikiwa timu haitengenezi nafasi ndani ya kisanduku. Anategemea zaidi huduma kutoka kwa viungo. Huyo ndiye mchezaji ambaye inasadikika Young Africans wamemsajili. Kwa maelezo nilokupa, unadhani huyu ni mchezaji sahihi kwa kikosi cha Young Africans? Je, unadhani ni sawa Young Africans kuchukua mchezaji kutoka ligi kuu pale Kenya? Niandikia hapo chini kwenye comment ili mjadala uendelee.